Watu wa Karatu, tumsifu Yesu Kristo. Nashukuru sana kwanza kwa sababu ya kunipa heshima ya uzee wa Karatu, na nitahutubia nikiwa nimevaa hivi, lakini naomba mnipe tu kibali. Nina binti yangu ambaye ni mtetezi wa haki, yuko kidato cha 3, anaitwa Sekera. Nikifika nitaenda kumkabidhi hii ili iwe ishara, kwa sababu ni mtetezi wa haki akiwa bado kijana na anawaombea. Mnakubaliana? Kwa hiyo atakuwa ni binti wa Karatu huyo. Sasa mimi mkutano huu ni mkutano ni mkoa huu wa Manyara wa Arusha ni mkoa wa 13 toka nianze kuzunguka nchi hii kwa ujumbe maalum ambao niko nao. Kwa hiyo katika mkutano huu nimehutubia mamilioni ya watu, lakini kwa hesabu zangu zaidi ya askari polisi 1000 nimewahutubia, kwa sababu kila tukienda wanakuwepo wakitulinda na kufanya mambo mengine, na hata wametupiga mabomu. Kwa hiyo zaidi ya askari polisi 1000 wa kuvaa uniform wamesikia ujumbe huu wa moja kwa moja. Wale ambao hawavai uniform na wasiojulikana ni idadi kubwa sana wameusikia ujumbe huu. Kwa nini nipo katika kutembea nchi nzima? Ninapeleka ujumbe wa nchi nzima, ni ujumbe kwa niaba ya kanisa, ni ujumbe wa haki. Mahali popote pale duniani ambapo kumekuwa na mageuzi ya kijamii na mageuzi ya kisiasa na ukombozi, kanisa limesimama mstari wa mbele kuhakikisha haki inapatikana. Watu wa Karatu, nataka niwaambie ya kwamba wakati ule nchi ya Uganda ikiwa chini ya ukandamizaji wa Idi Amin Dada toka mwaka 1971 na 72 walipoipindua serikali ya Milton Obote, mpaka mwaka 78-79 ilipofurushwa, watu wa Uganda walikandamizwa. Lakini askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Janani Luwum pamoja na maaskofu wa kanisa la Roman Catholic, yeye Janani Lumumu aliwaongoza wale watu, akamnyoshea kidole Idi Amin Dada kwamba acha kutesa watu. Idi Amin alimpiga risasi yule askofu, damu yake ilipomwagika, ukombozi ukatokea pale pale, utawala wa Idi Amin ulianguka, haukuweza kusimama tena. Nchini Malawi kulikuwa na dikteta Hastin Kamuzubanda, rais wa Muyaya, alijiita rais wa maisha. Alitesa watu, alinyanyasa watu na utawala wake wa kiimla. Lakini maaskofu walipoungana wakaandika waraka wa kichungaji, ulisomwa kwa wiki nzima katika nchi ya Malawi. Utawala wa dikteta Kamuzubanda ulianguka, haujasimama tena. Sasa hivi Malawi ni nchi ya kidemokrasia. Nchini Afrika Kusini, wale wabaguzi wa rangi walitawala Afrika Kusini na kunyanyasa watu na kuua watu na kuteka watu. Lakini askofu mkuu wa kanisa Anglikana Desmond Tutu aliposimama na kuwa sauti ya dhamiri wakati akina Nelson Mandela wamefungwa jela, utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini ulidondoka na haupo tena, umepotea milele na milele. Sema amina. Kule nchini El Salvador ulikuwepo utawala wa kandamizaji. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Oscar Romero alisimama, alihubiri nchi nzima, lakini wale watu wakasimama wakampiga risasi akiwa kanisani. Utawala ule wa El Salvador ukadondoka, haukusimama tena. Nchini Tanzania tumetawaliwa na Waleno, tumetawaliwa na Waarabu, tumetawaliwa na Wajerumani, tukatawaliwa na Waingereza. Lakini wakati ulipofika, padri wa kanisa Katoliki Father Welsh aliinuka, akamuita Nyerere kwa siri, akampa siri ya kudai uhuru bila kumwaga damu. Nyerere akajiuzuru kutoka kufundisha Pugu, akazunguka nchi nzima kuinganisha Tanzania, akaenda mpaka Jumuiya ya Madola na Jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo Tanganyika ikawa ni nchi ya kwanza kupata uhuru chini ya ukanda wa Sahara bila kumwaga damu. Ni kwa sababu kanisa lilisimama kwa haki yake. Sema amina.
Sasa baada ya kupata uhuru, nchi yetu iliheshimika sana duniani, iliheshimika sana Tanzania, mpaka miaka hivi karibuni, baada ya ushenzi ulipoinuka katika nchi yetu, ushenzi wa kuteka watu, ushenzi wa kupoteza watu, ushenzi wa kupora kula, ushenzi wa kuua wagombea uchaguzi, na ushenzi wote ambao mmekusikia, ambao haukuweza kusikika, umeinuka. Tumegundua kama viongozi wa kanisa na viongozi wa dini kwamba tatizo ni mfumo wetu ambao huu wa uchaguzi na katiba yetu ambayo inaruhusu watu kufanyika mambo kama haya bila kuwajibika. Na ndio maana kwa sauti moja, kwa mara ya kwanza katika nchi hii, kanisa limeungana kukemea mambo haya. Askofu ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, Baba Askofu Pisa, mnamfahamu, ni mzaliwa wa ardhi hii huku Karatu. Najua ni kweli si kweli? Akawaambia watawala wamwachie huru Mheshimiwa Tundu Lissu bila masharti yoyote. Na akasema watawala wasikie kilio na sauti ya Watanzania wananchi, kubadilisha mfumo wa uchaguzi, kuunda tume huru ya uchaguzi na kuandika katiba mpya. Askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Mount Kilimanjaro, Baba Hotai, mnamfahamu, ni mzaliwa wa maeneo haya, akasema hayo ya namna hiyo pia. Askofu Mameo wa kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania ambaye iko Morogoro, ni mzaliwa, ni Mmasai yule, akasema hayo pia. Na muda hautoshi kuwataja viongozi wengi wa makanisa ambao waliinuka wakati wa Pasaka kuwakemea watawala na kuambia kwamba tubadilishe mfumo. Mmesikia yote hayo. Baada ya sauti hizo kusikika, watu wasiojulikana wakitumwa na watu wao wakaanza kutisha kanisa. Wakamvamia katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Baba Charles Kitima, wakataka kumuua, wakampiga, wakamjeruhi vibaya sana. Lengo ni kutaka kulitisha kanisa. Lakini hapa Arusha kuna mchungaji mmoja kijana alisema pia kuonya, na yeye akatekwa na watu waliotambulisha kama polisi, wakamuumiza. Lengo ni kutisha kanisa. Lengo ni kwamba tukimuumiza padri wa kanisa Katoliki ambaye anapaza sauti, basi watu wengine watanyamaza. Niwaulize watu wa Karatu, ni mtu gani au ni mamlaka gani iliweza kunyamazisha kanisa duniani kafanikiwa? Ipo? Sauti ya kanisa ya kudai haki katika nchi haitaweza kunyamaza. Sema amina. Na baada ya muda si mrefu wakamchukua kijana mdudu, akampiga na kumuumiza, hajulikani aliko. Wakampoteza pia kijana mmoja anaitwa Kaswahili, ametekwa, tulikuwa naye kwenye mkutano kule kanda ya Ziwa, naye amepotea, hajulikani alipo. Sasa katika hali ya namna hii, nataka kuwaambia, mimi nimemaliza ujumbe wangu. Sitadaiwa na watu wa Karatu, sitadaiwa na watu wa Tanzania, na kanisa halitadaiwa, kwa sababu tumewaambia Watanganyika na Watanzania kwa ujumla kwamba mfumo uliopo sio mzuri. Tuwaambie watawala, tuwalazimishe watawala, tuungane kwa pamoja, tuondoshe mfumo huu, tukomeshe ushenzi wa kuua watu, tukomeshe ushenzi wa kuteka watu, tukomeshe ushenzi wa kupora kura, tukomeshe ushenzi wa kuiba uchaguzi. Sema amina. Sasa na wale hii ni sauti ya Tanzania, wale wanaofikiria wanataka kunyamazisha, wanataka kufuta taasisi na utetea Tanzania, watafutika wao. Sema amina. Tunaenda kumwomba Mungu. Nyosha mkono wako. Mungu, wewe unaishi na kumiliki milele, angalia mioyo ya watu wa Karatu, angalia mikono yao, nasikia vilio vyao. Wewe umewasikia na unajua. Sasa Mungu, ninawainua mikononi mwako watu hawa wa Tanzania kwa ujumla. Wanahitaji mabadiliko, wanahitaji kubadilisha mfumo wa utawala wa nchi hii. Tunafahamu Mungu kupitia maandiko yako, hakuna utawala uliotoka kwako unaomwaga damu za watu. Utawala unaotoa kafara, mamlaka inayotoa kafara inaomwaga damu za watu ni mamlaka ya kipepo. Kwa hiyo tunaangusha mifumo yote ya kumwaga damu katika nchi hii, katika jina la Yesu. Watu wasikate, tuseme amina. Yeyote mtawala, yoyote kiongozi, yoyote aliyeteuliwa na watawala, aliyechaguliwa na watu, atakayeamrisha watu, atakayeamrisha vyombo vya ulinzi na usalama, iwe jeshi la polisi,
iwe jeshi la magereza, iwe jeshi la usalama wa taifa, iwe jeshi la wananchi, kiwe kikosi chochote cha asili kinachotenda kazi ili wakaue watu, wakatese watu, wakapoteze watu, wakapole uchaguzi, wakaibe kula, wakafezeshe wao na watoto wao, kizazi cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne. Sema amina. Kiongozi yoyote, kamanda yoyote wa kikosi chochote atakayepokea amri haramu za kutesa watu, za kuua watu, za kumwaga damu, za kupoteza watu, akafezeshwe yeye na watoto wake, kizazi cha kwanza, cha pili mpaka cha nne. Sema amina. Mungu awabariki watu wa Karatu katika jina la Mungu Baba na Mwana Mtakatifu. Amen.